kwanza tariki 17 mwezi wa 3, watoto wote wa tarafa non seulement ya Uvira mais yote ya province educationnelle ya Sud Kivu 2, watoto wote waende kumasomo. Na ni apele yenye tunapatia wale wote wenye kusika na usalama, wale wote wenye kugombana, ya kujua kama watoto sio sible ya mapigano. Watoto ni wa malaika, watoto ni mali ya nchi na tunapaswa kuwaproteje. Ndio maana tunaita wazazi, tunaalika walimu, tunaalika kila yote ausikae na maadibisho ya watoto siku ya kwanza, kutuma watoto na kwa kusaidiana ili tuadibishe watoto wetu vizuri, sababu nchi yetu leo iko na vita juu watu wa mingi ambao walirate ile maadibisho ya kwanza. Ndio nasema kwa ajili ya walimu. Walimu ni wazazi wa pili, kisha mzazi wa mwili, mzazi wa pili ni mwalimu. Na ndio maana kama mwalimu hakusikia, itawezekanaje mtoto asikie? Tunajua kama walimu wetu wanakuwaka walimu wazuri, walimu wetu wanasikiaka, japo wakuwe huko na huko kwenye walikimbilia, lakini tunawaalika na ni nyinyi kama wapashaji wa habari. Hii habari itafika mpaka mbali, kila kwenye mwalimu iko atasikia kama siku ya kwanza anapaswa kukua nafasi yake ya kazi, sababu japo hii yote, japo vita, serikali ya Kongo ilisema siwezi kuabandone walimu wangu, serikali inaendelea kuwalipa walimu. Na ndiyo maana Biblia inasema siyetumika na asili. Sasa utala namna gani na haukutumika? Tulikuja hapa province yetu ilikuwa hapa kwa muda, tumekuja juu tushughulike juu ya kurudia activite ishaanza, mais masomo bado haianza. Juu kuevite ke batoto bako penalize hii mwaka, tumesikilizana na tumeamua kama masomo yanze tangia siku ya kwanza. Bameweza kupatia ile responsabilite ya kuweza kuhusika na securite ya watoto, na nafikiri kama kwa conditions zote ziko ready, tutafanya vyote de façon que watoto warudie salama masomo siku ya kwanza. Shukuru kwa wazo madame la ministre wetu wa EDUNC u Sud Kivu. Aliona watoto walibaki nyumbani muda wa karibu wa mwezi mmoja. Tulianza hii vita ilifika, tulisikia maneno ya Bukavu le 17 février. Tukifika le 17 mars tutaeneza mwezi mzima watoto wako nyumbani. Pandake hapa Uvira masoko inalema, maduka inalema, wanafunzi njoo waende shuleni. Wengine mbali na sisi watasema gisi wanafunzi waende shuleni, Uvira kuna vita. Mama alipata ile wazo ya kutuitisha, na kwa pamoja tunakamata azimio siku ya kwanza kusudi tusipoteze mwaka ya watoto. Mwezi moya hayakuwa mbali na calendrier scolaire, tu récupérer ile siku pour que batoto yetu bamalize mwaka wa masomo 2024-2025. Sisi wazazi tulikuwa katika huzuni sana kuona elimu ya watoto inaendelea kuharibika kutokana na hii vurugo ya vita ambayo Rwanda ilileta kwetu na wale ambao waliunga mkono. Kikao ya leo imeamua kwamba watoto warudie shuleni siku ya kwanza ijayo tarehe 17 ya hii mwezi wa 3. Na hiyo mpango imeonekana kuwa jibu kwa swali ambalo sisi wazazi tulikuwa nalo. Tumepokea yale mambo, tunafurahi, na kwa hivi ninaomba wazazi wenzangu ambao wananifuata waweze kutayarisha watoto na walimu pia wajitayarishe ili watoto warudilie tena kusoma siku ya kwanza tarehe 17 ya hii mwezi wa 3.